na Yanga ushindi ili wajisimike katika kilele cha msimu wa ligi kuu. Tutarajie upishani wa kimbinu. Mchezo kwanza unahitaji utulivu zaidi kwa upande wa wachezaji, hususan ukienda kuangalia zaidi kwa upande wa matokeo. Kwa Young Africans wanahitaji matokeo zaidi ili waweze kujikita kileleni, na hata kwa upande wa JKT pia kwa upande wa kesho wanahitaji matokeo ili waweze kujikita kileleni zaidi. Na ukienda kuangalia kwa michezo ya hivi karibuni, kwa timu zote hazina performance nzuri, hususan ukienda kuangalia kwa JKT Tanzania, mchezo wa mwisho kwa ligi kuu walicheza dhidi ya Coastal Union na wakaweza kuruhusu kwa draw ya 1-1, na makosa ni yale yale ya kwenye upande wa kiulinzi, hususan ukienda kuangalia goli ambalo lilifungwa na Shiza Ramadhan Kishuya kwa upande wa Coastal Union, naweza kusema kwamba ni makosa ambayo kwa upande wa ulinzi waliweza kuyafanya. Na mechi ambao wanaenda kucheza dhidi ya Young Africans, wanaenda kuangalia wachezaji ambao wanakutana nao, ukileta mzaha kwenye upande wa ulinzi wanaweza kukuadhibu kwa vyovyote vile. Na kwa upande pia Young Africans kwa mechi ya jana dhidi ya Mtibwa Sugar kuna mapungufu ambao mechi ya juzi dhidi ya Namungo dhidi ya Namungo kuna mapungufu ambao yaliweza kuonekana, hususan kwenye upande wa performance ya wachezaji. Ni mchezo ambao ulionekana high performance ya wachezaji iliweza kushuka, ni Yanga ile ambao watu walikuwa hawajaizoea. Na hususan ukienda kuangalia kwa mechi ya kesho dhidi ya JKT, ni mechi ambayo kwanza lazima upatiwe tafu ya mchezo ambao itaweza kuweka sawa. Na Young Africans wasiingie kwa kuangalia mchezo dhidi ya Simba Sport Club ambao utacheza dhidi ya tarehe 1. Zaidi waweze kuweka akili yao zaidi kwenye mchezo dhidi ya JKT, kwa sababu JKT sasa hivi wanahitaji zaidi matokeo. Na hata ukienda kuangalia sasa hivi JKT akishinda mechi yake na pointi zaidi ya 31. Yes, angalia kwa upande wa JKT Tanzania, top scorers wanatoka JKT Tanzania. Maana yake safu ya ulinzi ya Young Africans ijipange kuwakabili Paul Peter Kasunda au Sale Karabaka au ikabe timu yenyewe. Hapo moja kwa moja ukaba timu yenyewe, kwa maana hata huu mchezo ukienda tu kimbinu moja kwa moja kwa kocha mwenyewe Ahmed Ali afu na Pedro Gonçalves wa Yanga, tayari kuna kocha Pedro Gonçalves. Yes. Ambao Ahmed Ali ni kocha ambaye anatumia mbinu ambao akikutana na hizi timu kubwa anaonyesha kuna uwezo fulani ambao anaweza kuzimanage vizuri na kuzipatia wakati mgumu. Kwa hiyo Yanga asipokaa vizuri na akienda kwa ile lengo la kwenda kukaba mchezaji mmoja kiseti wale wachezaji ndio wako vizuri kwenye kuscore, wataenda kuumia. Kwa maana sasa hivi JKT Tanzania kuna muunganiko fulani hivi ambao Ahmed Ali ameutengeneza, ambao unaleta timu kama timu yote inacheza, sio kivile eti ambapo wanategemea wachezaji wale ndio wachezaji wana score, na ukiona kikosekana kwenye timu naona kama timu haina ushirikiano mzuri. Ila kuna vitu ambavyo tayari ameshavitengeneza kwenye timu, inaonekana kama timu inakuwa na muunganiko mzuri, na hata wakiwa wanashindana unaona kuna kitu fulani wanakionyesha. Kwa hiyo Yanga akienda kwenye huu mchezo akiwa anategemea zaidi kwa kwenda kulenga wachezaji, na sidhani kama kuna kocha ambaye anaenda kucheza na timu fulani na anasema mkakae mnamwangalia mchezaji fulani na mchezaji fulani labda huyo mwachie nafasi. Amna, kocha anatoa kabisa malengo, anakuambia wachezaji fulani unakaba wachezaji huyu na huyu, ukiachana na huyu kuna huyu na huyu ambao ndio hatari, ila mkabe wachezaji wote. Kwa hiyo huu mchezo utakuwa ni mbinu kinamna yake, kwa maana hata upande wa Yanga kuna wachezaji hatari kama Dempo ambaye sasa hivi naye Laurindo Depo. Lakini ukiangalia jinsi ya timu zote zilivyo katika safu mbalimbali ya ulinzi, ukiangalia mfumo ile ya 4-2-3-1, tunaona Young Africans wanaanza mabeki wanne, viungo wawili namba 7 na namba 8 pale, utatu unamkuta Okelo Maxi mdangie kama akicheza Pakome au Dube, au wakianza wote wanacheza pamoja, lakini mbele unamkuta mshambuliaji mmoja. Na hivyo kwa upande wa JKT Tanzania wana mfumo wa Madani anapenda. Lakini ukija katika namna ya mbinu kiupishani zitaamua na wachezaji. Je, JKT Tanzania namna ya kuzuia Young Africans ambayo ina uchu kujitafutia matokeo ili kujiwekea morali nzuri kuelekea mchezo wa dabi, wafanye nini Young Africans waizuie ili isipate matokeo, na Young Africans wafanye nini ili wapate matokeo dhidi ya JKT Tanzania? Maana yake tukiwa tunazungumza mechi hii sio tunazungumza kiuwepesi kivile, ni mechi ngumu. JKT Tanzania msimu huu wapo vizuri sana, na wasipoangalia watu watawashangaza wengi.
Ndio. Kwanza kabisa ninachoweza kuamini kwa upande wa Young Africans ni kuwa na upana wa kikosi. Kwa sasa hivi ukienda kuangalia mechi walitoka kucheza juzi na kesho pia wanaweza kucheza mechi. Kwa sasa hivi Young Africans wapo na zaidi ya wachezaji kwenye nafasi, zaidi ya wachezaji watatu kwenye nafasi mbalimbali. Na ukienda kuangalia kwa upande wa JKT wapo na safu ya ulinzi ambao ni imara. Ukienda kuangalia kuna Anwar ni mchezaji ambaye yuko tayari zaidi kwenye upande wa mchezo wote ule ambao yuko mbele yake. Anakutana na wachezaji ambao wana ari zaidi ya kimchezo hususan wakiwa uwanjani. Ukienda kuangalia kuna Maxim pia Mzingeli, ni mchezaji ambaye ana performance nzuri kila baada ya mchezo. Na kwa upande wa kesho tunaona tutatarajia mchezo ulio mzuri kwa sababu kutokana na vikosi vyote vilivyo bora. Ila kwa nafasi yangu mimi naona huu mchezo kwanza kabisa timu zote zitaingia kwa nidhamu hali ya juu, ila JKT wenyewe wataingia kwa kuheshimu Yanga zaidi, kwa maana najua Yanga sasa hivi kuna wachezaji ambao ni hatari na kingine kocha, na Yanga imetoka kuwa na mwendelezo ambao sio mzuri. Kwa hiyo watu wanataka wachezaji na wenyewe wanataka prove ya kwamba kuna kitu bado kipo tunaendelea kukionyesha. Kwa hiyo kwa huu mchezo sio mchezo mwepesi na sio mchezo mgumu kivile, mchezo ambao utakuwa uko moderate. Ambao mchezo ambao utaleta ushindani kwa pande zote mbili. Kwa kitu gani ambacho nakwambia? Yanga wataingia kwanza wana malengo ya kuna niko kwenda kucheza na dabi ambayo itachezwa tarehe 1. Alafu kitu kingine wanataka wachukue pointi 3. Kwa hiyo wenyewe ni malengo ya kuchukua pointi 3. Kwa hiyo akibahatika kupata bao ya magoli mapema itawasaidia wenyewe tena kucheza kwa relax. Ila JKT Tanzania wenyewe tayari wenyewe wanatafuta pointi 3 za kuendelea kuwaweka pale kileleni hata kama na mchezo zaidi. Kwa hiyo wenyewe watakuwa wanacheza kiushindani na kupata matokeo, ila Yanga watakuwa wanacheza kwa target zaidi, kwa kulinda cha kwanza, kulinda wachezaji wao dhidi ya mchezaji ya mpinzani wao ambayo itachezwa tarehe 1. Alafu JKT wenyewe malengo yao ni kupata pointi ili waendelee kuongoza, ili wenyewe waendelee kushika pale pale. Hata ukisikia msemaji wao anakuambia kwamba wenyewe kuonekana kama wako bora msimu huu, itakuwa afunge timu ambayo ni bora. Kwa hiyo timu ambayo ni bora ni miongoni mwa timu bora ambayo ni Yanga Africans ambayo ni bingwa mtetezi. Kwa hiyo kimfunga hapo ndo inaonekana kama kuna ubora wao.